Biblia ni kitabu kimoja, inapaswa kusoma kama kitabu kimoja. Haitaki kuwepo na topic inayoeleweka Mathayo, ukisoma Mwanzo huioni. Haipaswi iwe hivyo. Inapaswa kusomwa kama Bwana alivyokuwa anasoma. Anasoma anawaambieje? Mwachunguza maandiko kwa sababu mwadhani ya kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo maandiko mnaosoma ndio anayonishuhudia. Yesu anasema unachokisoma Mwanzo mpaka Malaki ni habari zangu. Unachokiona Mathayo mpaka Ufunuo ni habari zangu pia. Chochote kinachofundishwa pale kimefundishwa kumzunguka Yesu Kristo, kuanzia mwenendo, kuanzia utoaji, kwenda kwenye ukombozi, kuhesabiwa haki. Kwa unaweza ukafundisha kuhesabiwa haki ndani ya Yesu Kristo kutokea wapi? Mwanzo. Unaweza kufundisha ukombozi kutokea Kutoka. Unaweza kufundisha uinjilisti kutokea Mwanzo. Kwa unaweza kuanza Musa na manabii wote, na sasa hivi tungesemaje? Mwanzo mpaka Ufunuo sisi leo. Kwa sababu sisi tuna nyongeza ya Mathayo mpaka Ufunuo, ambayo Mathayo mpaka Ufunuo ni maelezo yanayotolewa Mwanzo mpaka Malaki. Kwa Pastor Kristo anasema hivi, Agano Jipya kwa maana ya vitabu bila Agano la Kale ni yatima. Ni yatima. Umeng'oa mzizi, unatembea na matawi, kitakufa tu. Na ndio maana as far as nikikumbuka, kuna vitu ambavyo nilivielezea kwenye Agano Jipya peke yake kwa maana ya vitabu bila kugusa Mwanzo mpaka Malaki. Sikuelezea vizuri mpaka nilipoenda kuangalia story iliyoko Mwanzo mpaka Malaki, ambao waandishi wa Agano Jipya wameitoa hiyo habari. Kwa tunaweza kusema nini sasa? Tuongeze bidii kuanzia kwenye ufahamu wetu ya kuona ya kwamba Mwanzo mpaka Malaki ni neno la Mungu. Kwa sababu kanisa la kwanza lilikuwa linaita neno la Mungu nini? Mwanzo mpaka Malaki. Hata mwanafunzi mpya akija kwako ni rahisi kumwambia, kama uelewe Biblia, achana na Agano la Kale, anzia Mathayo. Umegundua sasa ya kwamba ikiwa hajawahi kuwa Mkristo kabisa, akianzia Mathayo hataelewa kitu. Kwa sababu akianza tu Mathayo, kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, na alikuwa Afghanistan na hajawahi kuexpose kwenye dini yoyote. Sasa Daudi ni nani? Mwana wa Ibrahimu. Kwenye kusoma Biblia ilipaswa isome kama kitabu kimoja kwanza. Kosa la kwanza la kunyofoa sehemu liliwapata Mafarisayo, na hapa na kuepusha na ugonjwa wa Kifarisayo ambao unaenda katikati, unasema neno la Mungu liko hapa, ulihusishi na ilipoanzia.